الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى tukiwa tupo katika الجزء الثالث tutaanza sura mpya, nayo ni suratu Ali Imran. Sura hii ni ya jamaa watu wa Imran. Hii ina aya 200, aya zake ni aya 200. Utaratibu wa kitaka uwekaji wa Qur'ani, maana kwamba hii ni sura ya tatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألف لام ميم. هي آية katika aya za Qur'ani, sabaka al-kalam alaiha, yametangulia maneno juu ya maana hii ya alif lam mim fi awali surati al-Baqara, katika mwanzo wa surati al-Baqara. Mwanzo pia vile vile surati al-Baqara imeanza aya hii kama ilivyoanza hapa mwanzo kabisa, lakini maana ya alif lam mim, maana ambayo hayana shaka. Allahu a'lam bi murad, Allah ndiye anajua zaidi kwa kusudi yake. Hivi ndivyo tulipokwenda hapa leo, japo kuna maelezo mengi, kila mmoja anatuza hivi, lakini ikabaki kwamba Allahu a'lamu bi muradi, Allah ndiye mjuzi zaidi wa maksudio ya alif lam mim. Allahu la ilaha illa hu, Allah hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Alhayyu, aliye na uhai wa milele. Alhayyu, aliye na uhai usiokatika. Alqayyum, mwenye kusimamia mambo ya watu. Allahu, huyo ndiyo Allah. Jeuza kapita katika mapito haya. La ilaha illa hu, pana mola anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye Allah. Alhayyu, mwenye uhai, aliye na uhai wa milele. Alhayyu, aliye na uhai usiokatika. Alqayyum, mwenye kuwasimamia au mwenye kusimamia mambo ya waja. Ai huwa Allahu, huyo ni Allah. La maabuda bihaqqin illa hu, kuna mwenye kuabudiwa kwa haki kwa kweli isipokuwa ni yeye Allah. Almuttasifu bilhayati kamila, ambaye Allah ni mwenye kusifika na sifa za ukamilifu. Kama yaliku bijalalihi, kama inavyoendana na utukufu wake. Alqaimu ala kulli shay, ya Allah ndiyo msimamizi wa kila kitu. Alqaim ndiyo msimamizi ala kulli shay, juu ya kila kitu. Nazzala alayka alkitab, amekuteremshia wewe Muhammad kitabu, wa huwa alquran, bilhaqi, kwa haki kabisa. Musaddiqan lima baina yadayhi, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kwa vitabu vilivyokuwepo kabla yake. Na vitabu vilivyokuwepo kabla yake manake ni Taurat, Injil, Zabur. Musaddiqan, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kitabu hicho. Lima baina yadayhi, kwa vile vilivyokuwepo kabla yake, yani vile vilivyokuwepo kabla ya Qur'ani. Min kutubi samawiyya, au katika vile vitabu vya mbinguni na katika mitume ya Allah. Wa anzala at-taurata wal injil, na vile vile akaiteremsha Taurati na Injili. Allah ndio aliyeteremsha Taurati wal Injil min qablu, qabla ya kuteremka Qur'an. Min qablu, qabla ya kuteremka Qur'ani, manake huko zamani. Hudan linnas, hali ya kuwa ni uongofu kwa watu. Wa anzala al-furqan, na Allah ndio akateremsha kile chenye kufarikisha, chenye kutofautisha kati ya haki na batil.
innal ladhina kafaru biayati llah, hakika wale ambao wamezikanusha aya za Allah, lahum adhabu shadid, wana wao adhabu kali siku ya Kiyama. Wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye mateso kwa waja wake, mwenye kuwatesa waja wake. Nazzala alayka alkitaba bilhaq, amekuteremshia wewe Muhammadi Allah kitabu bilhaqi, kwa haki kabisa. Maana nazzala alayka alquran bilhaqi, maana amekuteremshia wewe Muhammadi Allah Qur'ani kwa haki. Alladhi, Qur'ani ambayo la raiba fihi, hapana shaka ndani yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika nyingine, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kwamba hicho ni kitabu ambacho hapana shaka ndani yake na ni uongofu wale wenye kumcha Allah. Sawa, musaddiqan lima baina yadayhi, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kitabu hicho kwa vile vile vilikuwepo kabla yake. Ay musaddiqan lima qabla, kwamba hiyo Qur'ani ni yenye kusadikisha kwa vile vilivyokuwepo kabla yake. Min kutubin, katika vitabu vilivyotangulia huko, min at-taurati wal injili was zabur wa rusuli, na hiyo vile vile Qur'ani inasadikisha mitume iliyopita huko nyuma. Wa anzala at-taurata wal injil, na yeye Allah ndiyo aliyeteremsha Taurati na Injili, yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana wa anzala at-taurata ala Musa alayhi salam, Allah huyu ndiye ambaye aliyeteremsha Taurati kwa mtume wake Musa alayhi salam, jumlatan wahida. Wal injil, na vile vile Allah ndiye aliteremsha Injil, bimaana wal injila, na Allah akaiteremsha Injil ala Isa alayhi salam, juu ya Isa rehma na amani zake. Bimaana Taurati ni kitabu cha Musa kwa Mayahudi, na Injil ni kitabu cha Isa kwa Manasara, na hivi ni vitabu katika vitabu vya Allah alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake hii miwili, Musa na Isa. Na sisi Waislamu ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakuwa hivi tuviamini jumla mujmala, tuamini Taurat na Injili kwamba hivi ni vitabu vya Allah kutoka mbinguni, kama tunavyoiamini Qur'an. Kama tunaamini kwamba Qur'an ni maneno ya Allah na ni kitabu kitukufu kutoka mbinguni, na Taurati pia vile vile tutakuwa tuiamini, na Injili vile vile tutakuwa tuiamini. Na hii ndio maana al-iman bil kutub, muamini kitabu hivi ndivyo. Wa anzala at-taurata, na akaiteremsha Allah Taurati kwa Musa, wal injil, na vile vile Allah akaiteremsha Injili kwa Isa. Min qablu, huko zamani, min qablu, qabla ya kuteremka Qur'an, mabniun ala dhambi ala niyati al-mudaf ilayhi, bimaana min qabli nuzuli al-Qur'an, kabla ya kuteremka hiyo Qur'an iliteremshwa hivi kwanza. Hudan linnas, hali ya kuwa ni uongofu kwa watu. Wa anzala al-furqan, na yeye Allah akateremsha kile chenye kufarikisha kati ya haki na batil, hiyo Qur'ani. Ay li irshad al-muttaqina, kwa ajili ya kuongoza wale wenye kumcha Allah ila al-iman, muamini Allah subhanahu wa salahi dinihim wa dunyahum, na kule kutengenezeka dini yao na dunia yao. Wa anzala ma yufarriqu baina al-haqqi wal batil, alafu Allah akateremsha kile ambacho chenye kufarikisha kati ya haki na batil, hiyo Qur'an. Airudia tena baada tikra, hiyo Furqan, tabaraka alladhi nazzala ala 'abdihi, mpaka mwisho aya. Innal ladhina kafaru bi ayati llah, hakika wale ambao wamezikanusha aya za Allah, wamezikataa aya za Allah. Bimaana walladhina kafaru bi ayati llahi almunazzala, na wale ambao wamekanusha zile aya za Allah zilizoteremshwa. Allah anasemaje? Lahum adhabun shadid, wana wao adhabu kali. Bimaana watapata adhabu kali, adhabu kubwa siku ya Kiyama. Wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye mateso. Ay wallahu azizun la yuqala, Allah ni mwenye nguvu, hashindwi, kuna mwenye kumshinda Allah hata mmoja. Dhu intiqam, ni mwenye mateso. Mimman jahada hujaja, ule ambaye atakayekanusha hoja zake, wa adillatahu, na dalili zake.
sawa, wa tafarrudahu bil uluhiyya, na kule kupokeka kwake kwa uluhiyya. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hakika Allah hakijifichi kwake yeye chochote kilichopo katika ardhi wala fis sama, wala kile kilichokuwepo katika mbingu. Yani kile kilichokuwepo katika ardhi na kile ambacho kilichopo mbinguni huwa hakijifichi kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah anajua, hakuna chochote ambacho kipo nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kawa yeye Allah hakijui wala hakitambui. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hakika Allah hakijifichi juu yake chochote kilichokuwepo katika mbingu, kilichokuwepo katika ardhi, wala fis sama, wala kilichokuwepo mbinguni. Bimaana inna Allaha muhitun sasa wa ilmuhu bil khalaiq, hakika Allah ni yenye kuzunguka elimu yake kwa viumbe, yani ilmu ya Allah imezunguka viumbe vyake. Lakini hawa waja wenye hao viumbe vya Allah hawajui chochote kwa Allah, lakini Allah anawajua wao. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hakijifichi kwa Allah chochote kinachopatikana katika ardhi na kinachopatikana katika mbingu. Qalla au kathara, kiwe ni kidogo au kiwe ni kikubwa. Hata kama ni kitu kidogo kabisa, kiumbe kidogo, Allah anakijua. Kama ni kikubwa pia Allah anajua. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, yeye Allah ndiye anawaekeni sura, ndiye anayewaekeni sura fil arhami, katika matumbo ya uzazi, kayfa yasha, namna anavyotaka. La ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye. Al-azizul hakim, Allah mwenye kushinda asiyeshindwa. Al-hakim, mwenye hikma katika mambo yake. Maana yeye Allah tabaraka wa taala ndio anautia sura mwanadamu anapokuwa katika tumbo la mama yake, katika tumbo la uzazi wa mama yake, wanampa sura ile. Bi ayi suratin nashaa rakabak, katika ile sura ambayo anayotaka ya Allah rakabak, anakupachika nayo. Sawa, hii ni katika ufanyaji wake wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake. Vile vile ndivyo Allah tabaraka wa taala anaposema fa ahsana suwara, yeye ndio amezifanya vizuri sura zenu, manake ndio amezumba vizuri zile sura zenu, kawapachika vizuri. Lakini fi rahim, tumbo la uzazi wa mama. Huwa alladhi, Allah ndiye ambaye yusawirukum, ndiye anayewaekeni sura, bimaana yadha lakum suwara, ndiye ambaye anawekeni nyinyi sura fil arhami, katika matumbo ya uzazi, katika mifuko ya uzazi. Kaifa yasha, namna vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah. Huwa al-azizul hakim, yeye Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma. Bimaana wahdahu wa huwa wahdahu, yeye Allah aliyakuwa peke yake. Alladhi yakhluqukum fi arhami ummahatikum, yeye ndiye ambaye anayeumbeni nyinyi katika matumbo ya uzazi ya mama zenu, kama yasha, kama anavyotaka. Min dhakarin wa untha, kutokana na mwanamume na mwanamke, yeye Allah ndiye anafanya hivyo. Wa husnin wa qabih, kutokana na ule mtu mzuri na mtu mbaya. Wa shaqiyyin wa sa'id, mtu mwovu na ule mtu mwema, yeye ndiye anafanya. La maabuda bihaqqin siwa, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Imani wale malaika waliamrishwa tu, malaika yaamrishwa tu kule kuandika ile mambo manne, andika huyu mwema, andika huyu ni mwema, au huyu mwovu, andika huyu ni mwovu. Masala ya riziki zake malaika anaandika, katibu riziki wa ajali, ashaqiyun am sa'id. Yufmar, anaamrishwa kwenye kumwonyesha ni nani Allah tabaraka anapokuwa katika tumbo la mama yake. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye anzala alayka alkitab, ndiye aliyekuteremshia wewe kitabu, huwa alquran. Minhu, katika kitabu hicho, mna katika kitabu hicho ayatun muhkamat, kuna aya zenye kuwekwa vizuri maana yake, zenye kuwekwa wazi maana yake, ndio muhkamat. Ayatul muhkamat ni zile aya ambazo zenye kuwekwa vizuri maana yake, zenye kuwekwa wazi, yani maana yake ni wazi kabisa, hata tatizo. Hunna, na aya hizo, ummul kitab, ndio asili ya kitabu, ndio asili ya Qur'an. Asili ya Qur'an aya zake ni muhkamat,
manake zenye kuwekwa wazi maana yake, wa ukharu mutashabihat, na nyingine ni zenye kutatiza maana yake. Yani kuna aya nyingine katika Qur'ani zinatatiza, wanaozijua ni wachache mno na wanaozijua ile maana yake. Kama wewe mimi na wewe tumbio tuweze kuzifahamu mpaka tuelekezwe, tulize zile akili zetu vizuri, ndio tuambie kwamba hapana, hapa Allah kusudia hivi na hivi na hivi, ndio utaelewa. Kama vile aya zinazothibitisha majina ya Allah, aya zinazothibitisha sifa za Allah, zile ni mutashabihat. Ndio maana watu wengi wametatizika na aya hizi, wanakanusha sifa za Allah tabaraka. Sawa. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao pana katika nyoyo zao kupinda kupondoka, fayattabi'una ma tashabaha min, basi watafuata zile aya ambazo zinazotatiza katika aya hizo, ibtigha alfitna, kwa ajili ya kutaka upotevu ili wapotee, wabtigha ta'wili, na kwa ajili ya kutafuta na kutaka tafsiri yake isiyokuwa sahihi. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na wala hakuna mwenye kutambua tafsiri yake, tafsiri aya hizo ambazo ni mutashabihat isipokuwa Allah. Warasikhuna fil ilm, na wale waliobobea, waliozama, waliokita katika ilmu, yaquluna, husema amanna bi, tumeziamini aya zote, kullun, zote hizo min inda rabbina, zinatoka kwa Bwana wetu, na zile muhkamati mutashabihat wote wameziamini. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na wala hawaonyeki isipokuwa wale wenye akili za ndani. Huwa alladhi, Allah ndiye ambaye anzala alayka alkitab, ndiye aliyekuteremshia wewe kitabu, Amir Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ay huwa wahdahu, ye Allah aliyakuwa peke yake, alladhi anzala alayka alquran, yeye ndiye ambaye amekuteremshia wewe Qur'an. Qur'an imeteremshwa na Allah tabaraka, tanzilu min Makkah rahim. Asawa minhu ayatun muhkamat, mna katika hicho kitabu aya zenye kuwekwa wazi maana yake. Ayatun muhkamat, aya zenye kuwekwa wazi maana yake. Ai minhu, muna katika kitabu hicho ayatun wadihatu dalala, kuna aya ambazo ziko wazi kule kufahamika, yani kufahamika kwake wazi. Hunna, aya hizo ambazo ni muhkamat, ummul kitab, ndio asili ya kitabu, ndio msingi wa kitabu hichi, kwamba msingi wa kitabu hichi aya zake zinakuwa ni muhkamat. Nyingi ziko hivyo, isipokuwa chache tu zinakuwa ni mutashabihat. Hunna, aya hizo, ummul kitab, ay aslul kitab, ndio asili ya kitabu, alladhi yurja ilayhi, ambacho kitabu au msingi ambao hurejewa kwa msingi huo, inda al-ishtibahi, wakati wa kutatiza. Kwa maana nafikia kati kama kuna Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa wenyewe. Kwa sawa, Allah tabaraka wa taala asemaje katika sura hii, sura At-Tariq, anasema wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Sasa kusema wat-tariq na hapa na kile kinachokuja usiku, tashitatizika. Hii ni aya ambayo mutashabi, kinachokuja usiku ni kipi? Sababu inakuja usiku vingi, alafu wa ma adraka mat-tariq. Sawa, kitu gani kinachokuja ni kipi kinachokuja usiku, alafu adnajm wa hii inakuwa ni muhkama, inaweka wazi mutashabi. Kwa sababu Qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha, kama Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa wenyewe. Fasiri wa kwanza wa Qur'ani ni yeye yenyewe, kwa Qur'ani inajifasiri, alafu inafasiriwa na hadithi, alafu inafasiriwa na kauli ya sahaba, alafu inafasiriwa na tabi ambayo ni mukhtalafu fihi. Ile katika masala ya usuli tafsiri. Minhu, mna katika kitabu hicho ayatun muhkamatun, aya sawa zenye kutengenezwa vizuri, zenye kuwekwa wazi maana yake. Hunna ummul kitab, aya hizo ndio msingi, ndio mama wa kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na nyingine ni zenye kutatiza. Maana kwa minhu kuna katika hiyo Qur'ani ayatun ukhra, aya nyingine mutashabihatu, zinatatiza. Tahtamilu ba'd al-ma'ani, maana zinakubali baadhi ya maana, na zinakubali maana haya, zinakubali maana nyingine. Aya ambayo inakubali maana haya na maana haya, na nikatoa mfano miongoni mwa zile ayatul mutashabihatu ni zile aya ambazo zinazothibitisha sifa za Allah.
Watu wametatizika sana na aya zile, na wengi wakapotea katika zile aya. Si tuko sawa? Ndio. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao pana katika nyoyo zao kupondoka, kwani maana nyoyo zao zimeoza, nyoyo zile zina maradhi ya kupondoka, zimepondoka zile. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, basi wanafuata zile aya ambazo zinatatiza katika aya hizo. Ibtighaa alfitna, kwa ajili ya kule kutaka kutafuta upotevu ili wapotee. Wabtighaa ta'wili, na kule kutafuta tafsiri yake, anataka kutafuta tafsiri isiyokuwa sahihi. Ndio maana mtu anakuambia kwamba yadullahi bali yadahu mabsutatan, bali uwezo, bali mikono ya Allah ni kukunjuliwa. Wanasema yadu pale sio maana ya mikono ya Allah, qudratan. Tafsiri wanatafuta wao, hii ni ta'wili, lakini tafsiri ambayo si sahihi, bali uwezo wake. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah tabaraka taala katika aya hii anathibitisha majii, kuja kwake. Wasema hapana, hapa sio kuja kwa dhatia hakikia, hapa ni amri zake. Wajaa amru rabbik, hii ndio ta'wili, ibtighaa ta'wili, kutafuta tafsiri yake ambayo isiyokuwa sahihi. Sababu ta'wili na maana mbili, kuna ta'wili kwa na maana tafsiri iliyokuwa sahihi, na kuna ta'wili maana tafsiri isiyokuwa sahihi. Ndio anakusudia hapa. Jamani, tuko sawa? Wala ya'lamu ta'wilahu, na wala hajui tafsiri yake wa aya hizo Allah isipokuwa Allah. Maana ni tafsiri yake sahihi. Sasa ta'wili ya pili maana ile maana yake ni sahihi. Warasikhuna fil ilm, na wale waliobebea katika ilmu, wale wanaochuoni, wale ulama alladhina ta'ammaqu fil ilm, wale ambao wamebebea katika ilmu, wamezama. Yaquluna, wanasema hao, husema amanna bihi, tumeziamini zote hizo. Maana tumeamini hizo aya ambazo ni muhkamat, na tumeziamini pia bado mutashabihat, wote tumeziamini. Na hawa ndio watakuwa toka chini kusoma kwa wanachuoni kama hawa. Sio soma kwa wanachuoni ambaye yeye ana taawilu nyingi katika Qur'ani yake. Kullun, zote hizo min inda rabbina, zinatoka mbele ya Bwana wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na wala hawaonyeki isipokuwa wale wenye akili za ndani. Wenye akili za ndani ni wale ambao wanaosema rabbana, Bwana wetu, la tuzigh qulubana, usizipondoshe nyoyo zetu, baada idh hadaitana, baada tu ya kuziongoa, wahablana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka mbele yako rehma, innaka, hakika wewe, antal wahhab, wewe ni mwingi wa kutoa, ni mwingi wa vipawa, kutoa sana ni Allah tabaraka. Ndio maana kuna ile hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, anasema huyu mama kwamba kana nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul, wa mtume wa Allah rehma na amani zake akisema sana, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, mwenye kuzigeuza nyoyo za waja, basi uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Alafu thumma qara hadhihi al-aya, kisha kaisoma aya hii, rabbana la tuzigh qulubana, Bwana wetu usizipondoshe, maana usizigeuze qulubana, nyoyo zetu, baada idha hadaitana, baada tu ya kutuongoa sisi na kutuongoza katika haki. Wahablana min ladunka rahma, na utupe sisi kutoka mbele yako rehma. Innaka antal wahhab, hakika wewe Allah ni mwingi wa kutoa, manake kathirul hiba. Wayaquluna, wanasema ya rabbana, Bwana wetu, la tusrif qulubana, usizigeuze nyoyo zetu, ala imani, tukaiwata kuamini bika, kuamini wewe. Sawa sawa mashaka. Baada an mananta alaina, baada ya tu kutuneemesha sisi bil hidayah, kwa kuongoka, bidinika, kwa kufuata dini yako. Sawa, na utupe sisi min fadlika, kutokana na fadhila zako, iwe ni rehema yenye kukuchukua, ni rehema iliyokuwa pana. Innaka antal wahhab, kwa hakika wewe Allah ni mwingi wa kutoa, maana ni mwingi wa kathirul fadli wal ata, mwingi wa fadhila na ule utoaji. Tu'ti man tashau bighairi hisab, nampa mtakaye pasi na hisabu. Rabbana, Bwana wetu, innaka jami'un nas, hakika wewe utawakusanya watu, liyaumin, kwa ajili ya ile siku ambayo la raiba fihi, hapana shaka ndani yake.
inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, hakika Allah havunji ahadi aliyoahidi. Allah havunji ahadi yake. Rabbana, Bwana wetu, innaka jami'un nas, hakika wewe utawakusanya watu liyaumin la raiba fi, kwa ajili ya ile siku isiyokuwa na shaka ndani yake, kwa yaumul qiyama. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, hakika Allah havunji ahadi. La yukhlifu al-mi'ad bimaana Allah havunji ahadi yake, bimaana ya Rabbana, Bwana wetu, innana nuqirru, sisi tunathibitisha, tunaqiri, wa nushhidu, na tunashuhudia, bi annaka satajma'u an-nasa fi yawmin la shakka fi, kwamba wewe utawakusanya watu katika ile siku isiyokuwa na shaka ndani yake, wa yaumul qiyama, nao ni siku ya kiyama. Innaka la tukhlif ma wa'adta bihi ibadak, hakika wewe hautoivunja ile siku ambayo umewaahidi katika siku hiyo waja wako. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao kafaru, wamemkanusha Allah, wamekufuru, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an, hasitowafaa wao, hasitowasaidia wao, hasitowatosheleza wao mali zao, wala auladuhum, wala watoto wao, min Allah, kutokana na Allah, shay'an, na chochote. Wa ulaika hum waqudun nar, na hao ni kuni za moto. Hizo ni kuni za moto. Mtu kama anajimwamba fai bure hapa na watoto wake na mali zake, si hapa duniani tu ndio jambe mpaka uchoke, lakini katika maisha ya akhera huna lolote. Watoto wako na mali zako pembeni, manake wewe na mali yako, wewe na amali yako. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, ai innal ladhina jahadu alhaq, hakika wale ambao wamekanusha haki, wa ankaruhu, na wakaipinga. Sawa, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an, hasitowasaidia wao, hasitowafaa wao mali zao wala watoto wao kutokana na Allah na chochote. Bimaana lan tanfa'ahum, hasitowanufaisha wao amwaluhum, mali zao hasitowanufaisha siku ya kiyama, wala auladuhum, wala watoto wao, min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah, shay'an, na chochote. Sawa, in waqa'a bihim fi dunya, hata kama zimetoka kwa wao mali hizo kwa duniani, wala tadfa'uhum anhu fil akhirah, lakini hazitowatotea wao katika maisha yao. Hata kama mtu alikuwa ni tajiri kwa kweli hapa duniani, haiwezekani ana pesa chafu, sawa, haiwezekani, lakini pesa zake hapa duniani hazina chochote. Allah anasema wa ulaika hum waqudun nar, na hao ni kuni za moto. Ay wa haulai hum hudhabun nar yawm al-qiyamah, hawa ni kuni za moto, kama vile Allah tabaraka wa taala anaposema katika aya nyingine, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, hakika nyinyi na vile ambao mnaviabudu sio kwa Allah ni kuni za moto, hasabu jahannam. Kadhabi ali fir'aun, ni kama vile ada ya watu wa Firaun, walladhina min qablihim, na wale ambao waliopo kabla yao, kadhabu biayatina, wamezikadhibisha na kuzipinga aya zetu, faakhadhahum Allah bidhunubi, basi akawaadhibu wao Allah kwa madhambi yao. Wallahu shadidul iqab, Allah ni mkali mno wa adhabu, na adhabu zake Allah ni kali. Kadhabi ali Firaun, kama vile ada ya watu wa Firaun, au ukapita katika mapito mengine, kadhabi ali Firaun, hali zao ni kama vile hali za watu wa Firaun, mapita hivyo pia, sawa. Au kapita tena kadhabi ali Firaun, jambo lao ni kama vile jambo la watu wa Firaun, pia zote sawa. Walladhina min qablihim, na wale ambao walikuwa kabla yao, yani sha'anul kuffari fi takdhibihim, yani jambo la makafiri katika kule kukadhibisha kwao, wama yunzaru bihim, na yale yanayoteremshwa kwa wao, sha'an ali Firaun, kama vile hali za watu wa Firaun. Walladhina min qablihim min alkafirin, na wale ambao walikuwa kabla yao katika makafiri, kadhabu biayatina, wamezikadhibisha wao aya zetu, bimaana ankaru ayati llahi alwadhiha, wamezipinga na kuzikataa aya za Allah zilizokuwa wazi. Faakhadhahum Allahu bidhunubihim, basi akawaadhibu wao Allah kwa sababu ya madhambi yao. Allah akawaadhibu watu hao,
ay fa'ajalahum bil'uquba, Allah akawaharakisha wao kuadhibu bisababi takdhibihim wa inadihim, kwa sababu ya kule kukadhibisha kwao na ule upinzani wao wanaofanya. Wallahu shadidul iqab, Allah ni mkali mno wa adhabu liman kafara bih, kwa yule mwenye kumkataa yeye, wakadhaba rusula, na akapinga ile mitume yake. Qul lilladhina kafaru, waambie ewe Muhammadi, waambie wale ambao waliokufuru, satughlabun, tutashindwa nyinyi, watuhsharuna ila jahannam, na mtakusanywa nyinyi katika moto wa jahannam, wa bi'sal mihad, na ubaya wa godoro, ubaya wa tandiko ni hiyo jahannam. Tuko sawa? Qul lilladhina kafaru, waambie ewe Muhammad wale ambao waliokufuru, ay qul ya Muhammad, waambie ewe Muhammad lilladhina kafaru, wale ambao waliokufuru, min alyahudi wa ghayrihim, katika mayahudi na wasiokuwa mayahudi. Sawa? walladhina istahanu binasrika fi Badr, na wale ambao istahanu, wamefanya udhalili, wamefanya unyonge kwa ule ushindi wao katika vita vya Badr, na wameona kama ni jambo moja la kawaida sana. Satughlabun, mtashindwa nyinyi, ay innakum satuhzamuna fi dunya, hakika nyinyi mtashindwa hapa duniani, wasatamutuna ala al-kufr, na mtakufa juu ya ukafiri. Ndio maana watuhsharuna ila jahannam, na mtakusanywa nyinyi katika moto wa jahannam, bimaana watuhsharuna ila nari jahannam, na mtakufanya nyote nyinyi mpelekwe katika moto wa jahannam. Wa bi'sal mihad, na ubaya wa godoro wa tandiko, ubaya wa godoro, ubaya wa tandiko ni hiyo jahannam. Manake mahsusu wa bi'sa ameondoshwa, na ameondosha ni annahu mashhurun, sababu sajulikana kwa kuondoshwa. Situelewana vizuri hapo. Litakuna farashan daiman lakum, ili lipate kuwa jahannam ndio godoro lenu siku zote. Wa bi'sal farash, na ubaya wa godoro ni hiyo jahannam, bimaana wa bi'sal mihadi jahannam. Wa taqdiru al-kalam wa hivyo japo maneno ya Allah si hatulakadiria, kadirina maneno ya Kiarabu. لقد كان لكم آية في فئتين na hakika pamekuwepo kwenu nyinyi aya, mazingatio, fi fi'atayn, kuhusiana na makundi mawili, iltaqata, yaliyokutana kwa ajili ya vita. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kundi la kwanza ambalo ni kundi la Waislamu linapigana vita katika kuitetea dini ya Allah. Wa ukhra kafiratu, na kundi jingine ni kundi la kikafiri lenye kukanusha. Yarawnahum, wanawaona wao, mithlaihim, ni mara mbili yao, ra'ayal ain, kuona kwa macho, kuona kwa jicho. Sawa? Laqad kana lakum ayatun fi fi'atayn, hakika pamekuwepo kwenu nyinyi mazingatio, alama, maana pamekuwepo kwenu nyinyi Mayahudi. Ayatun, mazingatio, alama, fi fi'atayn, kuhusiana na yale makundi mawili, iltaqata, yaliyokutana kwa ajili ya vita. Hapa Allah tabaraka wa taala anawaambia Mayahudi kuhusiana na yale makundi mawili yaliyokutana katika ghazwa Badr, kati ya kundi la Waislamu na kundi la makafiri. Ninyi Mayahudi pateni mazingatio katika hili. Makundi mawili yalikutana na yakapigana. Sawa? Fi'atun, kundi la kwanza ambalo ni kundi la Waislamu, tuqatilu fi sabilillah, linapigana vita katika dini ya Allah. Wa ukhra, na kundi jingine, kafiratu, lenye kukufuru, lenye kukanusha, lenye kukataa. Ni tafsiri ambalo ni kundi la gani hilo? Kundi la makafiri. Yarawnahum, wanawaona wao. Hapa pana tafsiri mbili. Yarawnahum, manake hao Waislamu wanawaona hao makafiri, mithlaihi, ni mara mbili yao, ra'ayal ain, kwa kuona kwa macho. Yani Waislamu walipoona makafiri, waliwaona wale makafiri ni mara mbili yao kwa wingi, na Allah tabaraka wa taala alionyesha hivyo ili Waislamu wafikie hatua watakumsala kwa Allah tabaraka, wasiwe na ile hali ya kujiamini zaidi, wapate hofu katika nyoyo zao, ili wafanyaji wamtegemee Allah tabaraka. Hii ni tafsiri ambayo imepita ahlul ilm. Tafsiri nyingine, yarawnahum, wanaona wao, ni maana kwamba washirikina wanawaona Waislamu, mithlaihim, ni mara mbili yao. Yani washirikina nao wanaona Waislamu, wanaona ni mara mbili yao.
ra'ya al-aini, kwa ule kuona kwa macho, ili wale makafiri wapate hofu kwa Uislamu. Kumbe ni wengi wale wenye hofu, ile hofu tayari washakutoa kwenye game. Sisi zote mbili hizo zimepita hali ya ilmu. Asante simama yake sawa. Tafsiri kwamba Waislamu na maana washirikina wanawaona makafiri kwamba ni washirikina, wanawaona Waislamu ni maramili yao, kapata hivi sawa. Na hivi Allah amefanya hivi ili kufanyaje? Yakudhi amran kana, ili apate kuhukumu Allah tabarak wa taala jambo ambalo kana mafuula, sio jambo ambalo tayari limeshatekelezwa. Au kapita kwamba yaraunahum, wanawaona wao, manake Waislamu wanawaona mashirikina mithlaihim, ni maramili yao, ra'ya al-ain, kuona kwa macho, ili Waislamu wapate kurejea kwa Allah, wapate msaada kwa Allah katika jamani. Tuko sawa? Laqad kana lakum, Sheikh hapa anasema hakika pamekuwa kwenu nyinyi, ayuhal yahud, enyi Mayahudi. Hapa alikuwa anaomba Mayahudi almutakabbirun, ambao ni wenye kutakabbari, almuamiluna, wenye kufanya upinzani, dalalatun adhima, pamekuwa kwenu nyinyi na dalili iliyokuwa wazi, fi jama'atayn, kusana na makundi mawili, taqabalata, yaliyoelekeana, hili na hili ndio mukabala, hili na hili elekeana sawa. Fi ma'arakat Badr, katika vile vita vya Badr sawa. Jama'atun, kundi la kwanza, tuqatilu min ajli dinillah, linapigana vita kwa ajili ya dini ya Allah, wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, na ni lile kundi la Muhammad, rehma na amani juu yake na masahaba zake. Ndio maana ya maneno Allah aliposema fi'atun tuqatilu fi sabilillah sawa. Wa jama'atun ukhra, na kundi jingine nalo kafiratun billah, lenye kumkufuru Allah na kumpinga, tuqatilu min ajli al-batil, linapigana vita ile kwa ajili ya batili. Tara al-mu'minin, Sheikh afitana kitu haya, tara al-mu'minin, kwamba kundi hilo linawaona waumini. Tara al-mu'minin, kundi hilo na kikafiri linawaona waumini, fil adadi, katika idadi, mithlaihim, ni maramili yao, ra'ya al-ain, kwa kuona kwa macho kabisa. Maana kwa wamepita hivi, yarawnahu, kwamba hao makafiri wanawaona Waislamu, mithlaihim, ni maramili yao, ra'ya al-ain, kwa kuona kwa macho. Allah tabaraka wa taala amewafanya vile makafiri kuwaona Waislamu ni wengi, ili wapate hofu. Vizuri hapo, ili wapate hofu katika ile ghazwa ya Badr. Hata katika sura al-Anfal kuna Allah kazungumza vizuri sana. Tufika huko mtaikana sawa. Waqad ja'ala Allah dhalika, na hakika amejalia Allah hiyo, sababan li nasri al-muslimin alayhi, ikawa ni sababu ya kushinda Uislamu katika, kwa sababu makafiri walipata hofu. Waislamu ni wengi, kumbe ni wachache kuliko wao. Makafiri walikuwa takriban 1000, Waislamu takriban 300, chache kabisa. Wallahu yuayidu binasrihi man yasha, Allah hutia nguvu kwa nusura yake yule amtakaye, kwa nguvu min ibadihi, katika waja wake. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar, hakika pana katika hayo mazingatio kwa wale wenye akili za ndani, manake wenye akili za mbali za kuona sawa. Alladhina yahtaduna ila hukmillah, ambao wanaongoza katika hukumu ya Allah. Zuyina linnasi hubbu shahawat, wamepambiwa watu kupenda matamanio, minan nisai, na matamanio yenyewe ni wanawake. Mimi hapa ni bayani jins, ni kwa ajili ya kubainisha hiyo jinsi ya matamanio yanayopenda, sababu shahawat hapa ismu jins sawa. Jinsi ya matamanio kwa aina nyingi sana sawa. Mashaka zangu ndio zuyina linnasi, wamepambiwa watu hubbu shahawati, kupenda matamanio, minan nisai, nayo na hayo matamanio ni wanawake. Allah tabaraka wa taala anaanza na wanawake. Sababu gani? Fitna kwa wanawake ni kubwa zaidi. Au sio? Ma taraktu fitnatan au ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min an-nisa, navyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kazana walbanina, na watoto. Tamanio mengine haya ambao na wanadamu wanapenda kwa kweli. Walqanatir almuqantara, na milimbiko ya mali.
Walqanatir almuqantara, na milibiko ya mali. Wamepambiwa kupenda kulibika mali. Milibiko mali. Mtu ana milioni 100 lakini anataka kutoa sadaka ya shilingi 100 tu. Sisi sio akhiri shahihi mbaya. Min aldhahabi walfidda, katika dhahabu na fidda, walkhayli almusawwama, na walifarasi wenye kuwekwa alama, walan'ami, na wanyama, walhadhi, na mazao, manake na mashamba. Dhalika mata'u alhayati dunya, hivyo vyote hivyo ni starehe za dunia tu. Wallahu indahu husnul ma'ab, na Allah mbele yake husnul ma'ab, kuna marejeo mazuri. Manake mbele ya Allah kuna marejeo mazuri. Kwa usione kwamba leo wewe una watoto wengi, una majimali chungu zima, una majishamba, una nini, kwa jiona kwamba wewe ndio unafika hapa. Dhalika mata'u alhayati, hivyo vyote ni starehe za maisha ya dunia. Zuyina linnasi hubbu shahawat, wamepambiwa kwa watu kupenda matamanio, minan nisai, nayo ni wanawake, walbanini, na watoto. Sawa. Walqanatir almuqantara, na milibiko ya mali, manake walamwali alkathira, na mali nyingi. Wakatafsiriwa pia walqanatir almuqantara, na kupenda mali nyingi. Na kweli watu watosheki bwana, sifani la yasbi'ani. Sawa, watu aina mbili hao kawashiki wala miongoni mwa hao talibul mal, mwenye kutafuta mali, kutafuta mali ya shida. Unaomba nani mwenye kutafuta mali ya shida? Na kama shiba sio ngeshiba wao viongozi wetu wa marais pala alipofika pia, lakini pia dhuluma asibalai haya tuseme sasa. Walqanatir almuqantara, na milimbiko ya mali, manake na mali nyingi, min aldhahabi walfidda, katika dhahabu na fedha. Walkhayli almusawwama, na wale farasi wenye kuwekwa alama, yani kwa maana wale farasi ambao wamewekwa alama nzuri, yani kuna alama fulani inasema kama kwa pendezesha farasi. Sawa? Manake walkhayli alhisan, wale farasi wazuri wale. Walan'am, na wanyama hoa. Wanyama hoa manake min al-ibli wal-baqar wal-ghanam, katika ngamia, ng'ombe na farasi wale. Mtu apenda mifugo, mtu ana ng'ombe 800 ana inatoa zaka mmoja katika ng'ombe wake. Walharth, na vile vile na mashamba, kupenda mashamba. Dhalika, hivyo vyote, mata'u alhayati dunya, ni starehe za maisha ya dunia. Ushakufa pale basi habari yake imekwisha. Wallahu, na Allah indahu, mbele yake husnul ma'ab, kuna marejeo mazuri. Qul, waambie Muhammad hao, aunabbiukum bi khairin min dhalika, je, ni wapeni habari nini kwa aliyokuwa bora zaidi kuliko hayo kwenu, yani kuliko hivi vyote yote hivi vilivyokuwa navyo, kuliko hao watu, kuliko hao watoto, kuliko hao hizo mali nyingi mlizokuwa nazo katika dhahabu na fedha, kuliko hao mafarasi والأنعام والحرث, kuliko zote. Qul, waambie Muhammad, manake kul ya Muhammad, aunabbiukum bi khairin min dhalika, je, ni wapeni habari nyingi kwa yaliyokuwa bora zaidi kuliko hivyo kwenu. Lilladhina ittaqaw, wana wale ambao watapata, wale ambao wamemcha Allah, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, jannatu, mabustani peponi, tajri min tahtiha al-anhar, hupita chini yake aina ya mito mbalimbali, khalidina fi, hali ya kukaa huko milele. Hivi ndio vitu vizuri kwa mwanadamu Muislamu atakuwa aweze kufanyaje, kuumiza kichwa kuvipata vitu hivi, sio haya. Wa azwajun mutahhara, na watapata wao wake waliotaharishwa na machafu, waliotaharishwa na haidhi, waliotaharishwa na nifasi. Sawa. Waridwanu min Allah, na watapata radhi zitokazo kwa Allah. Sawa. Wallahu basirun bil ibad, Allah ni mjuzi kwa waja wake, anawajua. Hivi ndivyo vitu watakuwa tuminyane na tujitahidi tujipinde katika kuvipata, sio haya. Qul, waambie Muhammad, aunabbiukum bi khairin min dhalika, je, ni wapeni habari kwa vile vilivyokuwa bora zaidi kuliko hivyo kulivyo, bi khairi, vilivyokuwa bora zaidi min dhalika, kuliko hivyo kwenu. Lilladhina ittaqaw, wana wale ambao wamemcha Allah watapata, wale ambao ni wenye kumcha Allah, inda rabbihim, mbele ya Mola wao huko, jannatu, wana wao mabustani ya peponi.
Haya ndio mambo mazuri ambayo nataka sisi tujipinde kwa kuyapata. Tajri min tahtiha al-anhar, hupita chini yake aina mbalimbali za mito, khalidina fiha, hali ya kukaa huko milele katika bustani hayo. Allah tujalie katika wao ya Rabbi. Wa azwajun mutahhara, na watapata wake waliotaharika. Hawa wakiona duniani sio kawaida tu, maana kawaida tu. Ndio maana maneno ya Allah anasema maana kawaida tu, wapata siku zao hawa wazaa pia kawaida tu, ila chooni. Lakini wakiwa ni mutahhara, ukajua labda mkiwa ni mpaka online, ukajua labda kuna siku moja iza akala birana kinaarisha chooni, au ni mutahhara sana. Wewe fili kumpata online mmoja wana kazi ndogo. Wewe wajua uenda muama shamba hivi. Online si mchezo kumpata, pata shughuli. Na sababu ile moja hapo ndani mahali ile. Sema ndogo. Waridhwanu min Allah, na radhi kutoka kwa Allah pia watazipata wao, jambo dogo hilo. Vile Allah amekuja katika hadithi, Allah tabaraka wa taala ibtala ala ahli al-Badr, aliwachomozea na kuwachungulia watu wa Badr, wale walioshiriki katika vita vya Badr wote aliwaangalia Allah tabaraka, akamwambia i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, laqad raditu lakum, nimewaridhia. Hicho ndio kitu kikubwa tupate, pata radhi za Allah, fanyeni mtakavyo, ishawaridhia. Inakuja katika nyingine, i'malu ma shi'tum laqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo, nimewasameni, fanyeni. Haya ndio mambo ambayo tunataka sisi kwa Allah, tupate radhi za Allah na istighfar na maghfira. Sio kuna majibuzi mengi tena mabusi bana, radhi za Allah. Wallahu basirun bil ibad, Allah ni mjuzi kwa waja wake, maana anawajua. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka.